tunakwenda kujifunza neno nasema kwamba upako wa kimungu katika huduma ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Upako katika huduma ya Mungu. Upako katika huduma ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ambaye ni Mwokozi wetu, ambaye pia ni baba yetu, yeye alituokoa, alitukomboa. Ni dhahiri kabisa kila mtu ni shuhuda wa maisha yake, ni shuhuda wa nafsi yake, ni shuhuda kule alikotoa kulikuwa kwa namna gani. Unaweza kujua, unaweza kutafakari maisha yako ya sasa na maisha ya nyuma kabla hujamjua Yesu alikuwa namna gani. Amen. Ni maisha ambayo yalikuwa ya unajua wewe, yalikuwa mabaya, yalikuwa ya chukizo mbele za Mungu, maisha ambayo yamkini yalitutofautisha na Mungu. Uhusiano wetu na Mungu ulikuwa haupo, lakini Mungu kwa rehema zake akatuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatuokoa, amesema tuweka katika ufalme wake. Ametuokoa, akatuweka katika upendo lake yeye Mungu. Na baada ya kutuokoa, amewekeza vitu katika maisha yetu. Amewekeza huduma katika maisha yetu. Ametuokoa sio tu tukae, tutakuja kusali na kuondoka. Tutakuja tu kuabudu na kuondoka. Kuna huduma ambazo Mungu amewekeza ndani yetu. Kuna vitu ambavyo amewekeza ndani yetu. Kuna kazi ambayo Mungu amewekeza ndani yetu. Kuna uwekezaji ambao Mungu ameufanya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hiyo ipo kwa kila mtu ambaye ameokoka. Kila mtu ambaye Mungu amemuita, akamweka nyumbani mwake, akamweka awe karibu naye. Mungu ameweka kitu katika maisha yako. Mungu ameweka huduma katika maisha yetu. Sasa tutakwenda kuangalia upako katika huduma ya Mungu ambaye ameweka kwako. Upako katika kazi ambayo Mungu anataka uifanye ndani ya kanisa. Kipawa ambacho Mungu amekiweka ndani yako kinahitaji upako wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kawaida huduma ya Mungu inashamiri vizuri, inanawiri, inazaa matunda kukiwa na msukumo wa nguvu ya Mungu. Haleluya. Huduma yote, kazi yote ya Mungu inanawiri, inashamiri, inakuwa, inaongezeka kama ana msukumo wa nguvu ya Mungu katikati yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo haipingiki. Haihitaji kufanya research. Haihitaji kufanya utafiti wa kina kwamba hivi kweli nguvu ya kazi ya Mungu inaweza kasonga yenyewe tu kwa kutumia akili zetu, kwa kutumia elimu zetu, kwa kutumia tu vipawa na karama. Yamkini naweza kaonekana machoni pa watu inafanikiwa. Lakini huduma yote, kazi yote ya Mungu inahitaji upako wa kimungu ndani yake ili izae matunda. Bwana asifiwe sana. Kipawa ulichonacho ni kweli, vipawa vipo vinatumika. Vipawa vya uimbaji vipo vinatumika. Unaweza kuwa ni mwinjilisti, ni wewe ni mwalimu, unafanya kazi nzuri ya kufundisha neno la Mungu. Lakini hiyo kazi, ili huduma unayofanya ili ifanikiwe, iwe na matunda, inahitaji nguvu ya Mungu. Inahitaji uwepo wa Mungu. Inahitaji anointing, inahitaji upako wa kimungu ndani yake ili ilete matunda. Bwana asifiwe sana. Ndio maana wakati mwingi tunahimizwa kuwa na njaa na Mungu. Tunahimizwa kumtafuta Mungu kwa bidii. Tunahimizwa kutafuta uwepo wake katika maisha yetu ili huduma zetu, ili kazi ya Mungu isonge mbele. Tunahimizwa, watumishi wa Mungu kila wakati wanatuhimiza kufanya ibada na Mungu, ibada ya kweli, ili kuvuta uwepo wake katika maisha yetu. Hatimaye kama kuna huduma ambao unaifanya au tunaifanya kwa mtu mmoja mmoja, kwa kundi, iwe kwa kina mama peke yao, kwa vijana peke yao, kwa kina baba, tunahitaji upako wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Chukulia mfano baiskeli, sisi ambao tumeendesha baiskeli. Baiskeli na mloo, si ndio? Kwa hiyo kwenye pedali yake ile kunaweka grease, mafuta, ili unapoendesha ile baiskeli iwe nini? Nyepesi na laini. Si ndio? Kuna wakati ile baiskeli kama utakuwa uweke mafuta, utakuta inalia kaka. Si ndio? Na makelele mengi na unatumia nguvu nyingi kuendesha ile baiskeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kadhalika maisha yetu ya kiroho, huduma zetu zinahitaji upako wa Mungu ndani yake. Bwana asifiwe sana. Naweza kuhitaji uzoefu, sawa. Naweza kuhitaji elimu, sawa. Naweza kuhitaji vitu mbalimbali, ujanja mwingi kwa ufanya, lakini isiwe na matunda ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa watu wa Mungu tunahitaji kuwa na njaa ya Mungu ambaye sasa anatoa huo upako, anatoa hiyo nguvu ya kweli. Yamkini kuna nguvu nyingine zipo watu wanazitafuta, wengine wanazinunua, lakini hizo ni fake. Bwana asifiwe sana. Nguvu ya kweli, upako wa kweli unatokana na Mungu mwenyewe. Upako wa kweli unatokana na Yesu mwenyewe. Hakuna namna yoyote unaweza kupata upako wa kweli ukiwa umejitenganisha na Mungu. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ili kusupport huduma zetu, ili kufanya huduma zetu ziwe na nguvu, huduma zetu ziwe na matunda, kipawa chako ulicho nacho kizae matunda, kiwafikie watu wengine, kiwe na msukumo, kienee, kifike mbali kwa wengine, unahitaji upako wa Mungu. Haleluya. Na nasema ya kwamba kila kazi, kila huduma ambayo haina upako wa Mungu ni huduma au kazi iliyokufa. Narudia tena. Kila huduma au kila kazi ya Mungu ambayo unaifanya, ambayo ninaifanya, kama haina upako wa Mungu, haina nguvu ya Mungu ndani yake, ni huduma ambayo imekufa. Tutaifanya kwa kujifurahisha, tutafanya kwa kutimiza wajibu, lakini haitakuwa na matunda, haitazaa matunda, haitafanikiwa, itakuwa ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Je, unahitaji uwe mtu wa kawaida? Unahitaji huduma yako iwe huduma ya kawaida? Unahitaji wokovu wako uwe wokovu wa kawaida? Hapana, sio. Tunahitaji wokovu wetu uwe wokovu tofauti. Maisha yetu yawe ni maisha tofauti ambayo yanajulikana. Yaani watu wengine wanaona kama kuna kitu tofauti ulicho nacho. Unaweza kutofautisha kwamba wewe ni mtu ambaye umemjua Mungu. Ni mtu ambaye ndani yako kuna vitu ambavyo Mungu ameviwekeza kwa sivyo vya kawaida ndani yako. Wangehitaji kujua, wangehitaji kufahamu umefanya nini, ukoje, unafanya nini mpaka uwe hivyo ulivyo. Au huduma yako nini inafanikiwa mpaka inafika kiwango ilivyo sasa hivi. Au maombi yako unayoomba, huduma ya maombi unayofanya inafanyika kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nguvu ya Mungu au upako wa Mungu katika huduma hii. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tuna wajibu, tuna jukumu ya kutafuta nguvu ya Mungu kwa gharama yoyote. Na nguvu ya Mungu sio legelege, sio bei rahisi. Inahitaji gharama. Amen. Inahitaji nini? Gharama. Inahitaji kuwekeza katika muda. Amen. Inahitaji kujiwekeza katika muda na Mungu. Kwa hiyo namna unavyojiwekeza kwa Mungu, unavyojiwekeza kwa Mungu. Yule sema karibieni Mungu na anafanya nini? Tutakaribia. Haleluya. Kwa hiyo wewe tunaweza kukaribia Mungu, kumkaribia Mungu, tunajicharge. Amen.
Tunacharge maisha yetu. Tunacharge nguvu. Sasa nasema kwamba inaisha battery, sio? Unaweka kwenye charge iwe na nguvu. Ndivyo katika maisha yetu. Huduma zetu ili ziwe na nguvu zinahitaji charge. Ambayo charge ya kweli inatoka na Mungu mwenyewe. Mtu tukalalamika sana. Mbona maisha yangu ni ya kawaida siku zote? Mbona sikui? Mbona sifanikiwi? Siendelee katika ulimwengu wa roho, siendelee katika mafanikio ya kiroho. Kwa sababu yamkini hatuna muda mzuri na nani? Na Mungu. Hatujawekeza vya kutosha kwa Mungu. Hatutamani kuwa karibu na Mungu ili yeye afungue hazina zake, afukue nguvu zake, awekeze katika maisha yetu. Tunatembea kila siku, tunatembea kila wakati, tukiwa kazini kwetu, tukiwa katika biashara zetu, tukiwa na marafiki zetu. Je, wanaona nini ndani yetu? Wanaona nini ndani yako? Je, wanaona kuna kitu ambacho unacho wenyewe hawana, umepungukiwa? Je, wangehitaji kujifunza kwako kwa nini maisha yako vile vilivyo? Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama tuseme maneno, hatuambii au hatuelezi, lakini maisha ya ndani yako yanaweza katoka nje akawashuhudia. Bwana asifiwe sana. Yakashuhudia kile ulicho nacho. Yakashuhudia siri kubwa ambazo Mungu amewekeza ndani yako. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwamba sisi ni mawakili wa siri za nani? Za Mungu. Mawakili wa siri za nani? Za Mungu. Hebu tusome huu mstari. Sikupanga kusoma kile naona umenijia. Sisi ni mawakili wa siri za Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 4. Kutoka sura ya 4 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi, Wakorintho wa kwanza sura ya 4 kwanza mstari wa kwanza, inasema hivi: mtu atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo. Moja hiyo, sisi nani? Ni watumishi wa Kristo. Mtu akuhesabu. Maana yake mtu anapokuhesabu, maana yake mtu akuone, mtu akutazame kwamba wewe ni mtumishi wa nani? Wa Kristo. Lakini sio hivyo tu, pia mawakili wa siri za Mungu. Haleluya. Mtu atuhesabu ya kwamba sisi ni watumishi wa Kristo, lakini pia mawakili wa siri za Mungu. Wanasifu sana. Maana Mungu amewekeza siri nyingi katika maisha yetu. Amewekeza nguvu, amewekeza uwepo wake katika maisha yetu. Amewekeza neema mbalimbali katika maisha yetu. Amewekeza vipawa mbalimbali katika maisha yetu. Amewekeza kibali cha Mungu ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Lakini sema hapo tena inahitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu Mungu amewekeza siri nyingi katika maisha yetu. Mungu anahitaji watu walio waaminifu. Haleluya. Waaminifu katika kuzitunza hizo siri za Mungu. Pia kuzifanyia kazi hizo siri za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nasema kwamba watu wengine waone una kitu ndani yako. Una kitu ndani yako. Kuna vitu vingine ambavyo hawezi kuja kwako kukufanyia mzaha au kukutania. Kwa sababu anajua huyu ni mtu wa tofauti. Huyu sio wa karibu yangu, ni mtu wa tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa kama ulimwengu
au watu hawaoni upako ndani yetu, hawaoni nguvu za Mungu ndani yetu, hawaoni uwepo wa Mungu ndani yetu, hawezi kumwamini Mungu tulionaye. Hawezi kumwamini Mungu ulionaye. Kama haoni kitu tofauti ndani yako, hawezi kusadiki yale tunayosema, yale tunayowaambia, kwa sababu unahitaji kuona kitu tofauti. Hicho kitu tofauti ni nguvu ya Mungu na upako wa Mungu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo bila kazi ya Mungu ndani yetu, bila kazi ya Mungu ndani yetu, maana Mungu amefanya kazi, ndio kazi yake inaonekana, kazi yake inajulikana. Kwa bila kazi yake kuonekana katika maisha yetu, itakuwa ni ngumu mno kuwashawishi watu, kuambia watu habari zake, kuwashuhudia Yesu alionaye. Huduma inakuwa haina msingi uliokamilika, msingi wenye nguvu. Wokovu wako ulionao hawezi kuwa ni wokovu wenye nguvu uliojengwa kwenye msingi ulio imara. Utakuwa ni wokovu uliojengwa kwenye mchanga, wokovu uliojengwa kwenye miti au miti, kwa njia ya miti, kwa njia ya nyasi ambazo sasa kateketea wakati unapokuja wataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo haiwezi kuwa rahisi hapa ulimwenguni kufanya huduma zetu ziwe huduma zenye nguvu. Maisha ya wokovu, yale maisha ya wokovu yenye nguvu, yenye kibali, yenye matunda, inahitaji nguvu ya Mungu ndani yetu. Ndio maana ni lazima kuwekezwa na nguvu ya Mungu ndani yetu. Kwa invested, hadi Mungu awekeze nguvu ndani yetu. Lakini pia kujazwa nguvu ya Mungu ndani yetu. Lakini pia kufanywa upya kila siku ndani yetu. Hatuhitaji kuwa watu wa kawaida ambao ndani yao hakuna kitu, ambao ndani ya mioyo yao hakujajaa chochote ambacho kinahitaji kutoka kiwafikie watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunahitaji kujazwa, tunahitaji kuwekezwa. Mungu awekeze vitu ndani yetu, awekeze nguvu yake ndani yetu, awekeze upako ndani yetu. Na huo upako usiwe wa kuyumba leo nao kesho huna. Nataka upako wa kudumu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili huduma zetu ziwe ni huduma za kuaminika, huduma ambazo zinaleta matunda kwenye ulimwengu huu wa sasa tunaoishi. Ili maisha yako ya wokovu yao ni maisha ya wokovu ambayo yanaleta impact, yanaleta matokeo kwa watu katika jamii tunayoishi. Haleluya. Na hiyo inatokana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu. Tuangalie katika Luka 24 mstari wa 49. Luka 24 Luka 24 mstari wa 49, kitu tunazo kuanzia pale 44. Tuanzie mstari wa 44 Luka 24. Kisha akawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu,
na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Kwanza tangu Yerusalemu, nani ninyi mashahidi wa mambo hayo. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humo mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Haleluya. Hata mvikwe uwezo utokao juu. Biblia inasema kwamba stay in the city until you have been clothed with power from high. Kuvikwa nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hapo wanafunzi watamani kwamba wanaambiwa kwamba kazi yenu ni kazi ya kupeleka habari, kulitangaza jina la nani? La Yesu Kristo kwa mataifa, kwa Yerusalemu, Samaria na nini? Mwisho nini? Lakini akawatahadharisha kwamba jamani, kaeni humu kwanza. Kaeni hapa mjini. Kaeni hapa ndani kwanza. Kaa katika magoti ya Mungu kwanza. Uvikwe nguvu ya nani? Ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Akasema kwamba kaeni mjini, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Bwana asifiwe sana. Kwa uwezo unaosema ni upako wa kimungu utokao juu kwa Mungu mwenyewe. Haleluya. Ni kweli unatamani kufanya kazi, unatamani kufanya huduma, unatamani kuhubiri watu habari njema, unatamani majirani zako waokoke, ni kweli unatamani vijana wazuri wamjue Mungu, unatamani kwamba hata mtu tutakayekutana naye ajue habari za Yesu Kristo, lakini Biblia inasema kwamba uvikwe nguvu itokayo wapi? Juu. Ndio maana tunasema kwamba upako katika huduma ya Mungu ni muhimu, ni lazima, ili huduma yako iwe na ufanisi, iwe na mwelekeo ulio sahihi, ili izae matunda, inahitaji uwezo utokao juu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo wanafunzi waliwaambia jamani, kaeni humu ndani, kaeni hapa mjini kwanza. Haleluya. Kaeni hapa kwanza. Kaa katika magoti ya Mungu. Kaa katika tafakari ya Mungu. Kaa uelewe Mungu kwanza. Umfahamu Mungu kwanza. Kuna vitu gani anataka kwako, kuna vitu gani ambavyo havipendi, ili nguvu ya Mungu ikushukie. Na nguvu ya Mungu ikishuka ndani yako, unapopewa nguvu, umepewa uwezo, umepewa mamlaka, umepewa kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ilazimika kila mmoja ambaye angetamani kuwafikia mataifa avikwe uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila nitumia uvikwe. Maana kile inawezekana kama kuvaa kitu, maana inawezekana kiko uchi, hakina uwezo, sio? Maana ni cha aibu. Lakini mvishwe nguvu ya Mungu. Maana kama tukishavikwa nguvu ya Mungu, hatuwezi kuwa na aibu tena, sio? Hatuwezi kuwa na hofu tena, hatuwezi kuwa na mashaka tena. Kuna wakati mwingine hatuwezi kukabiliana na changamoto katika huduma zetu. Hatuwezi kukabiliana na mambo yanayokuja katika maisha yetu kwa sababu hatujavishwa nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nguvu ya Mungu ni jambo la msingi sana katika huduma zetu. Kwa hiyo mambo mawili ambayo tumejifunza hapa katika mstari huu, tumeona kwamba wanafunzi waliambiwa cha kwanza kabisa na cha muhimu, waliambiwa kwamba wakae, wajazwe nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Wajazwe nguvu ya Mungu, wapewe uwezo wa kimungu, wapewe mamlaka ya kimungu, wapewe kitu cha ziada cha kimungu ambacho kitawafanya waweze kuwa na mamlaka huko wanapokwenda, huko wanaweza kukabiliana na changamoto mbalimbali katika huduma zao. Ili huduma zao ziwe na ufanisi, walilazimika wakae ili wavishwe nguvu ya Mungu, hatimaye wawe mashahidi walio wema. Bwana asifiwe sana. Shahidi yoyote hawezi kuwa shahidi kama hana information za kutosha. Ni kweli, unaweza kumchukua shahidi yote mbali hapo ndio shahidi yako. Kwa sababu hajui, sio? Mpaka muelezee sana, kama ukipo muelezee sana. Bwana ilikuwa hivi, mimi nilifanya hiki, 1 2 3, aelewe ndio awe shahidi yako. Kwa hiyo shahidi mtu anayefahamu, anafahamu kila kitu juu yako. Anafahamu weakness zako, anafahamu ulifanya nini. Anafahamu ulitenda kitu gani. Anafahamu kwamba hata
akipotea atakupata wapi? Si ndio? Si ndio jamani? Wakati mwingine mtu anaenda kukopa fedha, sasa bwana hebu mimi sikujui vizuri bwana, kalete mtu ambaye si ndio shahidi wako ambaye anaweza kuja, ambaye akuwekea dhamana, si ndio? Anayekujua vizuri. Hata kama siku nyingine bwana ukikimbia na nini, hata watu wenye kesi mahakamani, ufanye kesi sasa bwana wekea dhamana. Hiyo sikuwekea dhamana tu, nataka kalete mtu ambaye anajua kabisa, anajua utapatikana wapi, si ndio? Ukikimbia yeye atakuwa nao, si ndio? Maana anajua utakimbilia wapi, anajua ndugu zako utakuwa wapi na wapi. Kwa hiyo vile kwa hiyo ili uwe shahidi wa Mungu vizuri, uwe shahidi wa Mungu vizuri kama humjui Mungu vizuri. Haleluya. Hatuko mashahidi wa Yesu. Na watu wengine wanataka mashahidi wa Yehova. Maana yake wanamjua Yehova vizuri, wanaweza kumtambulisha vizuri, wakamuelewa vizuri, wakamueleza kwa mtu hata kama hamjui, akamfahamu kama mbona maanisha hivi. Mungu ataleza. Haleluya. Kwa ili tuwe mashahidi wa kweli wa Yesu Kristo, lazima tumjue yeye na tujazwe nguvu zake. Lakini jambo la pili tujifunze ni kwamba tunapokuwa tumejazwa nguvu zake, tutakuwa na ule uwezo. Tutakuwa ule nini? Uwezo. Tutakuwa ile nguvu yenyewe, tutakuwa mamlaka yenyewe ambayo sasa inatusaidia kuwa wa mashahidi wema tunaojua kazi ya Mungu. Tunajua kazi yenyewe, tunamjua Mungu mwenyewe ambaye anasaidia katika huduma yetu. Kwa hiyo kuvishwa nguvu, kuvika uwezo, maana yake kupewa mamlaka, kupewa uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, ungetamani kupewa mamlaka, kupata nguvu, kupata uwezo katika ushahidi wako, katika huduma zako, katika kazi yako, katika wokovu wako? Kama ni hivyo, basi tunamhitaji Mungu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu ambaye yeye anatupa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatupa huo upako. Upako ni hitaji la Mkristo aliyeokoka. Ni hitaji letu. Ni hitaji la kila mmoja. Kama tutamani Mungu atutumie vizuri, tutamani Mungu atuwezeshe kufanya kazi mbalimbali, huduma mbalimbali, tunahitaji upako wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mengi ya kufanya, au kuna hatua nyingi za kufanya ili tuweze kupokea upako wa kimungu katika huduma zetu. Mambo kadha wa kadha. Lakini mimi nimeainisha mambo 7 ambayo tutakwenda kujifunza katika somo hili ili tupokee upako wa kimungu. Na haya mambo 7 ni marefu. Kwa hiyo leo tutaongea moja, na wiki ijayo Mungu akitupa neema tutamalizia haya mambo mengine, au hatua za kufanya ili kupokea nguvu za kimungu. Hatimaye maisha yetu ya Kristo yawe ni maisha ya ufanisi, huduma zetu ziwe ni huduma za ufanisi, kazi tunazofanya za kimungu ziwe ni kazi ambazo zina ufanisi. Haleluya. Si hivyo tu, lakini hata maisha yako ya kawaida yawe ni maisha yenye ufanisi. Kokote unapokuwepo, iwe ni kazini, iwe kwenye biashara zako, yawe na ufanisi. Tutakwenda kuangalia hizo hatua 7. Nizitaje kwa ufupi. Hatua ya kwanza ni utakatifu. Ni utakatifu. Usafi wa kiroho. Wengine wanasema kama ni purification, holiness, sanctification. Ni jambo la msingi kabisa kwa mtu ambaye ameokoka na anatamani Mungu amtumie. Isivyo kawaida. Anatamani Mungu atembee naye. Anatamani Mungu awe karibu naye. Anatamani Mungu atende kitu katika maisha yake. Utakatifu ni jambo la kwanza na la muhimu kabisa. Jambo la pili ambalo tutaliangalia ni kuwa na maono. Ni maono katika huduma unayoifanya. Huduma hii inahitaji maono. Kazi ambayo Mungu amekupa inahitaji kuwa na maono. Kwa mbeleni, kwa kesho, kwa mwaka unaokuja, inahitaji
maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu ni ufahamu au maarifa kwenye hiyo huduma. Huduma yako inahitaji maarifa. Uifahamu vizuri. Kwa kweli Mungu amekupa hiyo huduma. Unaielewa hiyo huduma? Unaifahamu vizuri hiyo huduma? Ni mahitaji gani ambayo yanahitajika ili huduma yako iweze kusonga mbele? Mungu anataka nini? Kwa hivyo uifahamu vizuri hiyo huduma. Ujue kabisa Mungu ameweka nini. Kama upo tu uelewe unakuja kanisani na kuondoka kila siku, kuja na kwenda, haujui kwamba Mungu anapanga na maisha yako. Hivi Mungu ameniokoa anafanya nini? Kuna kitu gani ambacho Mungu umeweka ndani yangu nataka nikifanye, nikitekeleze. Kwa kama utufahamu na tufahamu hiyo huduma, hatuwezi kuwa successful. Hatuwezi kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kingine ni imani. Imani. Hatua yani ni imani. Kama tuna imani lakini imani haina matendo, itakuwa ni kazi bure. Haleluya. Ni kazi bure. Kwa lazima tuwe na imani. Jambo la tano au hatua tano ni matendo. Matendo yetu. Matendo katika kitu tunachokifanya ni hatua ya muhimu sana kwenda kutekeleza huduma yako ambayo Mungu amekupa iwe na mafanikio. Iwe na mafanikio, iwe na matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la sita au hatua ya sita ni maombi na kufunga. Funga na kuomba ni kichocheo muhimu sana katika huduma yako, katika wokovu wako, katika maisha yako ya Kristo. Kufunga na kuomba. Tulifundishwa kwamba maombi ni pumzi ya Mungu. Haleluya. Ni kama pumzi. Kwa kama hatuna maombi maana yake hatuna pumzi. Uzima ndani yetu unafanya nini? Unaondoka. Ukitokisha kama pumzi, una pumzi maana yake tayari unafanya nini? Umekwenda. Umekufa. Kwa hiyo ni pumzi. Hii twende mbele zaidi. Nenda pumzi ambayo ni maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo la saba ambalo tunataka kuliangalia ni upendo. Ni upendo. Upendo kwenye huduma ambayo Mungu amekupa. Unaipenda kiasi gani? Na ile ambayo unawekeza ndani yako, unampenda kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuangalie jambo la kwanza. Kwamba upako wa kimungu, kigezo cha kwanza ndio kupokea upako wa kimungu, kupokea nguvu ya kimungu, kupokea uwezesho wa kimungu kutokao juu ni utakatifu. Ni utakatifu. Tunaona kwamba utakatifu ni zao la Mungu mwenyewe ndani yetu. Ni matokeo ya Mungu mwenyewe ndani yetu. Hatuwezi kufanya jitihada wenyewe kama tunataka kuwa mtakatifu. Leo nataka niwe mtakatifu. Sasa hivi nataka kuwa mtakatifu. Ni dhahiri kabisa kuna mtu ameokoka, yupo kanisani, anafanya huduma, anafanya vitu vingi vya Mungu, lakini sio mtakatifu. Inawezekana hiyo? Inawezekana au inawezekana? Inawezekana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo utakatifu ni matokeo ya Mungu mwenyewe ndani yetu. Mungu ndiye anayehusika, ndiye anayehusika kutusafisha, kututakasa, kutufanya tuwe wasafi. Ili kuifanya huduma yetu ifanikiwe bila kujitoa kamilifu kwa Mungu ni kazi bure. Kwa tunapojitoa kamilifu kwa Mungu, Mungu mwenyewe anachukua hatua ya kuanza kutuelekeza
mahali ambapo pako sawa, vitu ambavyo haviko sawa, mazingira ambayo hayako sawa yanayofanya usiwe msafi wa kiroho. Kwa hiyo tutuelekeza, atakwambia fanya hiki, fanya kile. Kama moyo wako haujasamehe, atakwambia samehe. Kama hujaachilia, atakwambia achilia. Kama unakwenda sehemu fulani kuomba msamaha, atakwambia kaomba msamaha. Kama kuna sehemu fulani ulipita ukakwaza watu au ukafanya mambo ya kichafu, mambo maovu, atakwambia ulifanya jambo fulani pale, weka sawa. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ili tuweze kufanikiwa katika huduma yetu, huduma zetu, ufanikiwe katika maisha yako ya kiroho, maisha yako ya kiroho yatahitaji kuwa na utakatifu. Unahitaji kuwa mtakatifu. Utakatifu ni kujitoa na kujikabidhi kwa Mungu moja kwa moja, kujikabidhi kabisa kwa Mungu kwa ajili ya kazi yake, kwa ajili ya huduma. Kwa ili tufanikiwe katika huduma zetu, lazima tujikabidhi kwa Mungu ambaye yeye anatujua. Anatujua vilivyo, anatuelewa vilivyo, anajua madhaifu yetu. Ni madhaifu gani ambayo tunayo? Anajua dhambi ambazo zuzika kwa upesi. Anajua. Kwa kama tukimpa Mungu nafasi, tukijikabidhi kwake, yeye anaweza kutuelekeza, anaweza kutusaidia kuyaelewa mapungufu mbalimbali ambayo tunayo, hatimaye maisha yetu yawe na maisha yenye mafanikio kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakatifu ni kujitenga mwenyewe kutoka kwenye vitu ambavyo ni vichafu. Ni kujitenga na uovu. Kujitenga na vitu ambavyo vinaweza kutuchafua. Ambavyo tukishajichafua, uhusiano wake Mungu katika maisha yetu unapungua. Uhusiano wako wewe binafsi na Mungu ulioamini unaondoka. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Hatimaye utukufu wa Mungu unaondoka. Wakati Mungu amweka Adam na Eva katika bustani, Mungu alikuwa anawatembelea. Anasema kila mtu anapopunga Mungu anafanya nini? Anawatembelea. Wale watu walikuwa wamevikwa na utukufu wa Mungu. Mungu aliongeza vitu vingi katika bustani, walikuwa wanakula. Lakini masharti walikuwa wamewekewa. Siku walipovunja lile sharti, kitokea nini? Kitokea nini? Waliweza kuona aibu, sio? Wakaanza kujificha. Lakini mara kwanza walikuwa wajifichi, sio? Walikuwa wanaona kawaida tu, wako pale. Mungu anapokuja, anawatembelea, anaongea nao. Walikuwa wanaona ni kawaida, lakini siku ambapo wamefanya dhambi, maana kuna kitu kingine kiliingia katika maisha yao. Wakawa wanatamani kujificha. Wakawa wanajificha. Mungu anasema uko wapi Adamu? Asema nimeficha huko, mimi niko uchi. Kwa sababu gani? Kuna kitu kiliingilia kati ambacho kilifanya utengano, kilitenganisha kati ya Mungu na nani? Na wao. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kuna wakati kuna vitu vingine vinaingia katika maisha yetu. Matendo mabaya. Vitu ambavyo ni vichafu. Vikishaingia katika maisha yetu, ule uhusiano wetu na Mungu unaondoka. Na kama Mungu anaondoka katika maisha yetu, hakuna ambacho tunaweza tukakifanya kikafanikiwa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika huduma zetu hakuna ambacho tutakifanya. Tutatumia nguvu nyingi na jasho nyingi sana, lakini hatuwezi kusonga mbele. Hatuwezi kufanikiwa kwa sababu kuna kizingiti ambacho kimekaa pale.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tujitenge wenyewe kutoka kwenye vitu ambavyo ni vichafu, na hiyo vitu vikishakuwa ni vichafu tunafikisha ingia katika maisha yetu, hatimaye uwepo wa Mungu unaondoka, nguvu za Mungu zinaondoka, neema yake inaondoka, kibali chake kinaondoka, mamlaka yake inaondoka, ule uwezo wake unaondoka, tunabaki watupu. Kama tulikuwa tumevishwa nguvu zake, tunabaki watupu, tunabaki watu wa kawaida, tunabaki wahudumu wa kawaida, wa desturi, wa kila siku kutokwenda kanisani, wa kila siku tunahudumu, lakini hatuna nguvu za kimungu ndani yetu, kwa sababu Mungu anaondoka, tuko peke yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ni jambo la muhimu, utakatifu. Utakatifu. Lazima kujikagua na kujiangalia vizuri. Kama niko hapa leo, nimefanya mengi, nimeongea mengi, nimefanya mengi. Je, kuna mazingira gani ambayo yameniharibia au yanataka kuniharibia uhusiano wangu na Mungu? Yanataka kuniharibia utakatifu nilionao, na utakatifu ambao umepokea kwa Mungu mwenyewe. Msio kwamba hakuna unaweza hadi hamna sehemu kwenda kununua huo upako. Na utakatifu hakuna, ni kwa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa Mungu mwenyewe. Lazima tujisogeze kwake. Lazima tuwe na muda na Mungu. Tupe Mungu nafasi. Wakati mwingi ni kweli tuko busy, tunapambana katika maisha. Wakati mwingine hatuna muda na Mungu. Wakati mwingine Mungu anataka kutuelekeza vitu katika maisha yetu. Anatamani kusema vitu katika maisha yetu. Anatamani kuna vitu fulani vipuri katika maisha yetu, lakini tunakimbia. Hatujatulia vizuri na Mungu. Na kama ni kigezo muhimu katika huduma zetu, hatuwezi kufanikiwa mpaka maisha yetu yawe ni maisha masafi. Na tunafundisha kwamba Roho Mtakatifu mwenyewe ambaye ni nguvu ya Mungu anakaa mahali ambapo ni pasafi. Amen. Mahali ambapo ni pasafi. Roho Mtakatifu si Mungu, sio? Maana Mungu anapenda kukaa ndani yetu. Na hili tu kama ndani yetu ni kusafi. Ndani yetu pana vitu vya kimungu. Kama kuna vitu ambavyo vimeingia ndani yetu unclean, zinasababisha maisha yetu yachafuke, wokovu wetu uchafuke. Hebu tuone katika Yoshua 3:5. Yoshua sura 5, sura ya 3 mstari wa 5. Ninasema hivi, Yoshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Yoshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Tunajua Yoshua ni mtumishi wa Mungu, ni kiongozi ambaye alichukua nafasi ya Musa. Baada ya Musa kufariki, basi Mungu akamuinua Yoshua ili safari ya wana wa Israeli iendelee.
asifiwe sana. Na Mungu alimpa maelekezo kwamba kila jambo atakaolifanya, na sengine sasa kwamba kila mahali ambapo walimhakikishia kwamba mahali mtakapokanyaga nyayo zenu nimewapa. Na akasema kwamba kama nilivyokuwa pamoja na Musa nitakuwa pamoja na wewe Yoshua. Maana Mungu alimhakikishia neema yake, alimhakikishia uwepo wake, alimhakikishia nguvu yake katika kuwaongoza wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Lakini ilifika mahali Mungu anatamani kusema kitu kwa wana wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu anatumia Joshua kumwambia kwamba waambie wana wa Israeli wajitakase. Amen. Waambie wajitakase, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yao. Kwa hiyo Mungu anatamani kuongea na wana wa Israeli. Anatamani kufanya kitu kwa wana wa Israeli. Lakini jambo ambalo Yoshua anaambiwa wana wa Israeli, jambo litakalotanguliwe ili Mungu aweze kufanya kitu katika maisha yao, anasema faide wajitakase. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kazi ya kujitakasa au jukumu la kujitakasa linataka lianze ili Mungu afanye kitu katikati yao. Tumeelewana? Tumeelewana? Kwa hiyo anawaambia kwamba waambie wajitakase, maana waweke mazingira sawa sawa, wakague mioyo yao, wakague nyendo zao, wakague maisha yao. Je, yakoje? Ili Mungu aweze kufanya kitu. Tasema sio kitu cha, yani afanye kitu, mambo ya ajabu katikati yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anatamani kufanya kitu katika maisha yetu. Anatamani kufanya kitu katika kanisa. Anatamani Mungu akutumie. Anatamani awekeze hazina ndani yako. Awekeze vipawa vikubwa na karama kubwa ndani yako. Lakini unatakiwa jambo moja litangulie, kujitakasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo upo uwezekano Mungu kukutumia. Upo uwezekano Mungu kuwekeza hazina ndani yako, awekeze karama ndani yako na vipawa mbalimbali ndani yako, lakini Mungu anataka tujitakase kwanza. Anatamani tuoshe maisha yetu. Anatamani nafsi zetu ziwe safi. Anatamani mioyo yetu iwe safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumuone Mungu akifanya mambo ya ajabu katika maisha yetu. Akifanya mambo ya ajabu katika huduma zetu. Akifanya mambo ya ajabu katika kazi zetu za kawaida, katika shughuli zetu, katika maeneo yetu ya kazi, kokote tunakofanya kazi. Anataka kufanya mambo ya ajabu ndani yako, lakini jambo la muhimu kabisa, anataka tujitakase. Anataka ujitakase. Anataka uoshwe. Anataka uangalie nafsi yako. Anataka uone moyo wako ukoje. Katika Mathayo mstari wa 8, yule anasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wenye moyo safi. Heri watakatifu, maana hao watamwona Mungu. Zamani nilikuwa nasema najifunza kwamba kisha kwa moyo safi utamwona Mungu mbinguni, kwamba ndio utakuta kumwona Mungu mbinguni. Ni kweli kabisa. Sio? Lakini ninapoendelea kujifunza ni kwamba ili tumuone Mungu katika maisha yetu ya kila siku, kila wakati, kila dakika, tunatakiwa kuwa na mioyo safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli kabisa. Watakaomuona Mungu ni wale watakatifu. Watakaokwenda mbinguni kumlaki Bwana ni wale watakatifu. Lakini pia hata wale ambao watamuona Mungu kila siku katika maisha yao, katika shughuli zao, katika biashara zao, katika kazi zao, katika huduma zao, ni wale wenye mioyo iliyo safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuna jukumu la kutakasa maisha yetu, kuchunguza maisha yetu na kumwambia yeye Mungu ambaye anatujua vizuri, aliyetuumba na aliyetuokoa, atukague na kuturekebisha maeneo ambayo hayako sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tumpe Mungu nafasi. Kwa hiyo
wana wa Israeli waliwaambia, jitakaseni Bwana, jitakaseni kesho Bwana, kesho maandalizi, wafanye maandalizi kesho Bwana atakuja kusema kitu katika maisha yao. Anakwenda kutenda jambo. Kama alikuwa anasubiria kwa muda mrefu, maana anakwenda kuachilia neema yake, sio? Kama alikuwa kwa muda mrefu anaomba, maana kesho wakati ambapo Mungu anatamani kusema naye, lakini hasa afanye jambo fulani, ajitakase, ajichunguze kwa kitu gani ambacho kinakwamisha breakthrough katika maisha yake, mpendo katika maisha yake. Ni jambo gani ambalo linakwamisha? Lazima mioyo yetu iwe safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutolea mfano kwamba kama kijana au binti akawa appointment na rafiki yake, kesho utakutembelea, utakuja nyumbani kuwasalimia, sio? Mzika ndio anaona ni mchumba wake, sio? Anapata na mchumba, anasema kesho utakuja kusalimia. Yaani sio kwa baya, anakusalimia nyumbani, sio? Anakwenda pale. Kwa mfano baba Kisa hapa. Tuna Kisa bwana. Kwa hiyo mtu amemwona Kisa anakuja kusalimia nyumbani na yeye Kisa akiwepo. Bila shaka Kisa anafanya maandalizi fulani. Yaani hawezi kutoka pale tu, yaani Kisa na vumbi, ana uchafu tu, matope, sio? Yaani yeye ana masizi mpaka kwenye nalikuwa huko nini. Yaani bila shaka Kisa atafanya maandalizi mazuri kabisa kama yes, kesho anakuja mchumba wangu. Anakuta yuko safi. Hata kama kuna vitu vingine atavificha, hata kama alikuwa anafanya vya ovyo, yani ataviweka viko vizuri. Wewe programmed ni mpangilio vizuri. Sebule iko safi, makochi pale yametandika vizuri. Kuna hapa kuna mtu. Bwana asifiwe sana. Lakini anakuja pale sufuria iko juu ya nini? Ya meza. Amekula chakula, sahani ziko pale. Bwana anasema, Mungu wa Israeli, kwa hiyo huyu ndio mchumba wangu, ndio mke wangu ambaye atakuwa mke wangu, sio? Anasema, Bwana, asante sana mzee Kisa, baba Kisa, nikuja tu kusalimia. Atakuja siku nyingine. Lakini kwa nini? Kwa heri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo Mungu wakati mwingine anataka kufanya ziara katika maisha yetu. Anataka kufanya ziara katika ndoa zetu. Anataka kufanya ziara katika maisha yako binafsi. Anataka kufanya ziara katika biashara yako. Anataka kufanya ziara kwa watoto wako. Anataka kufanya ziara kwa kila kanisa. Anahitaji utakaso. Haleluya. Anahitaji tujisafishe, tujiweke safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndivyo tunatakiwa tuwe utakatifu, ili huduma zetu zikue, huduma zetu zionekane na maana katika maisha yetu, zifanye kazi katika ulimwengu tulionao. Huduma yetu ing'ae, huduma yetu isambae, huduma yetu ienee. Tunatamani kuwa wasafi, tunatamani kuwa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 6. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 6. Basi wapenzi wangu, kuwa tuna hali hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Tupe nafasi mioyoni mwenu, hatukumdhulumu mtu yoyote, wala kumharibu mtu, wala kumkaramikia mtu. Sisemi neno hilo ili ni wahukumu ninyi kuwa na hatia, kwa maana nimetangulia kusema ya kwamba ninyi mmo mioyoni mwenu hata kwa kufa pamoja na kuishi pamoja. Ninao ujasiri mwingi kwenu, naona fahari kuu juu yenu. Nimejaa faraja katika dhiki yenu yote, nimejaa furaha ya kupita kiasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wapenzi wangu, kwa kuwa tuna hali hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza
kutimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inataka tujitakase nafsi zetu, tujitakase mioyo yetu. Lakini katika kujitakasa nafsi zetu, tujitenge na uchafu wa mwili na roho. Uchafu wa mwili, uchafu wa roho ni mambo ambayo ya kuzingatia. Uchafu wa roho ni uchafu katika dhambi. Wengine wanafanya dhambi za kujitakia. Wanaona kabisa hii ni dhambi. Hiyo ni uchafu unaofanya, lakini amekaza tu roho. Mungu atusaidie sana. Tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho. Kuna mazingira mengine ambayo tunaweza tunafanya tu. Hapo na mtu anayeniona. Mbona mwingine wanafanya? Mbona vijana wazangu wanafanya na wao kanisani wanahudumu kama kawaida, sioni kama kuna shida. Mbona hata fulani mkubwa kabisa, tunamsema kanisa, alifanya. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Kwa hiyo tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho. Na huku tukitimiza utakatifu katika kumcha nani? Mungu. Haleluya. Kumcha Mungu ni kufanyaje? Kumcha Mungu ni kufanyaje? Kumtumikia moja, kumcha Mungu. Kumtii. Pili, tatu, kumcha Mungu. Kumsifu. 4, kumcha Mungu. Kufanyaje? Kuzishika sheria zake, sawa. Kumcha Mungu ni kufanyaje? Kumwamini yeye, sawa. Kumcha Mungu ni kufanyaje? Kunyenyekea kwake. Kuna majibu mengi ya kumcha Mungu. Bila sema kumcha Mungu ni chanzo nini? Cha maarifa. Na mstari unasema tafuteni sana kuwa na amani na watu wote, si ndio? Na huo utakatifu, yani kwa bidii, si ndio? Tena bidii inatakiwa pale. Kama ni Ibrania ngapi? 12. Ibrania 12:14. Tafuteni sana kuwa na amani na watu wote. Na huo utakatifu ambao mtu hawezi kumuona Mungu asipokuwa nao. Kwa hiyo ili tumuone Mungu vizuri, tunatamani kutafuta huo utakatifu kwa bidii zote. Tukiupinga uchafu wa kila namna, uchafu wa mwili, uchafu wa roho, tukikataa dhambi, hiyo imekuja usingizini au tukiwa macho. Mimi nimejikuta tu. Mungu asifiwe. Nimejikuta tu nimeanguka, nimejikuta tu nimezini. Nimejikuta tu nimefanya uchafu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kuna jamani, hivi hakuna mtu huwa anajaribiwa. Hivi tukishaokoka tujaribiwe, si ndio? Hatuko katika mazingira fulani ya kujaribiwa kwenye kibanda fulani. Si kipo Nitolea mfano kwamba na wanafunzi wangu walimaliza pale chuo. Mwaka 2019 kumaliza chuo. Kwa hiyo walikuwa wameokoka na PSA. Anaambia, "Mwalimu, shikamoo, nakusalimia." Safi, naendelea vizuri mwalimu. Nipata kazi huku na huku naendelea kufundisha muda mrefu tu, lakini sasa hivi bosi wangu ananibadilikia. Anataka ngono ili niendelee na kazi. La sivyo kazi sina. Nikasema ubarikiwe sana. Kwa hiyo unaamwaje? Sasa nataka niulize, unaamwaje sasa? Sio? Unataka kazi au unataka Yesu? Nikamwambia sawa, hiyo jaribu limekuja, iko size yako kabisa. Iko size yako. Unaweza kulimudu. Mungu asaidie sana. Kwa kuna mazingira kama haya. Kuna siku moja niko chuoni, niko ofisini kwangu.
Naanza tukaanza kazi hapo nimeshaisha nirudisha makaratasi. Kwa hiyo baada ya kurudisha nikaona msichana mmoja anaingia ofisini kwangu. Mwalimu, shikamoo, marhaba. Niko peke yangu ofisini. Nasema mwalimu umenikata alama, umenikata max. Kata max yeye. Hebu nenda karatasi lako. Nikaangalia. Unaitwa nani? Naitwa Pendo. Hii karatasi la nani? La rafiki yangu. Yaani alete karatasi la rafiki yake, sio la kwake. Ameleta karatasi la rafiki yake. Amekuja kumwambia Max. Rafiki yako wapi? Yuko darasani. Nikamwambia asante sana. Naomba utoke ofisini kwangu. Mimi sio wa aina hiyo. Sawa? Sababu amekuja amejiweka fulani, sio? Mazingira atengeneza mazingira fulani ya mwalimu amfahamu yule binti ili kitu kingine kiweze kufanya nini? Kiendelee. Nikamwambia nisikuone hapo ofisini kwangu. Nenda nje. Kamlete huyo rafiki yako aje kama unataka Max. Mungu asaidie sana. Mungu asaidie sana. Kwa hiyo mazingira kama hayo, nikamkuta siku nyingine anaenda ofisi fulani, sio yule nenda ofisi fulani, yule rafiki yangu ni ofisi ni mwanaume. Kwa hiyo amejikaa pale, ameweka paja lake liko mpaka hapa linaonekana. Nikasema rafiki yangu ameshafanya nini? Ameshaingia, ameshanasu. Mungu asaidie sana. Kwa hiyo yako maeneo mambo yako mengi. Kila mtu katika eneo lake alilonalo lazima utafute utakatifu kwa bidii zote. Bwana asifiwe sana. Utakatifu hauji jamani sio bei rahisi. Amen. Sio bei nini? Rahisi. Utakatifu ni gharama. Ni kujikana. Ni kupambana. Kwani Yusufu alifanyaje jamani? Yusufu alifanyaje? Mama nafikiri wanafundisha sana vijana kuhusu ujana wa Yusufu. Alifanyaje? Aliwaambia bwana amua mwachie kazi. Bwana wewe kana kazi yako, lakini Yesu wangu huwezi kufanya nini? Kumpata. Tunafika level ya aina hiyo ya kukataa vitu ambavyo vya kipumbavu na vya kijinga na vichafu vya mwili na roho. Tunataka tufike level kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo watumishi wengi sasa wameingia kwenye mitego ya kama hiyo. Ni watumishi kwa madhabahuni lakini maisha yao nini? Ni machafu. Maisha yao hayana ushuhuda, maisha yao ni machafu kabisa, hayana maana yote. Katika maeneo mengi, sio hilo tu, katika eneo hilo. Hilo mchungaji wangu aliniambia, tukikaa tunaweza kuniambia, tunamsiba anambia, yani watumishi, kishinda vitu viwili tu basi watumishi. Anambia vijana, ukishinda zinaa, uasherati na pesa za anasa, wewe umeokoka. Yaani wewe ni mtumishi kabisa. Huwa ananiambia, huwa anatuambia kila wakati, wakati tunaongea mambo kimungu ananiambia, yani mama wawili tu. Uzinzi, zinaa hizo na nini? Pesa za anasa. Kuna watu wengine kwenye anasa na pesa mpaka anafanya nini? Anamwacha Mungu, anamkosea Mungu. Siku moja tusimulia hapa kwamba kwa kweli wakati yuko mbele yeye alikuwa kamishi mtu mkubwa, sio? Lazima aweke sahihi fulani ili fanye mambo mengine afanye nini? Yaendelee. Asema alitoa pesa nyingi kwenye mifuko. Asema hizo pesa zifika milioni 10 hivi. Ili tu aweke tu sahihi pale basi. Lakini moyo wake akasema hapana, hili sio. Ni zile watu wanaongea asubuhi fedha na nini? Sio halali. Fedha za magendo. Fedha ambazo unafanya ngono unupate. Fedha ambazo unatoa rushwa, unapokea rushwa ili uweze kufanikiwa. Ni mambo kama haya. Kwa hiyo utakatifu ni gharama. Ni gharama na ni kudhamilia wewe mwenyewe. Kwamba natamani kuishi maisha matakatifu. Sitaki uchafu katika maisha yangu. Sitaki maisha ya aibu katika maisha yangu. Kwa kila mmoja katika eneo lake na wafanyakazi, sio? Wengine wanapata ofa za ajabu, wanapata vyeo vya ajabu kwa rushwa. Na pia mwenye kaniambia, "Mwanangu, wewe umesoma. Wewe kaanga tu hivyo, utabaki leo hivyo na utapanda cheo." Watu bwana wanapambana. Wanapambana hivi bwana, wanapambana. Jaribu kuangalia. Ona, watu wanafanya vitu fulani, wanatoa hivi watauliwe vyeo, nikasema friend. Hivi hata nikitoa hela. Nikaenda huko. Siwezi kufanikiwa kwa sababu mimi sio mtu wa namna hiyo. Kama Mungu mwenyewe aliingilia kati katika kutupandisha vyeo, kutusaidia tufanikiwe, tutafanya kazi bure. Kwa Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo katika maeneo yetu sisi kama vijana tuna desire kufanikiwa. Natamani tufanikiwe.
Je, tunafanikiwaje? Kuna vitu gani ambavyo vinakuja kwetu ambavyo tunataka kweli tufanikisha, lakini vina mtego ndani yake. Sisi kama wafanyakazi wa ofisi kwetu tunatamani kufanikiwa kweli. Je, kuna vitu gani ambavyo vinakuja kwetu? Inawezekana vinakuja kama vizuri, lakini havina nia nzuri katika maisha yetu ya roho. Unaweza kufanikiwa sawa. Je, unaweza kupata ulimwengu wote ukamkosa Mungu? Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo huduma zetu tunatamani ziwe huduma zenye mafanikio, lakini tu tunahitaji nguvu ya Mungu, tunahitaji upako wa kimungu ndani yetu ili huduma zetu ziwe na mafanikio makubwa na zenye matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome Zaburi ya 51. Zaburi ya 51. Aliyepata anaweza kusoma Zaburi ya 51 mstari wa 2 na wa 7. Zaburi aliyepata anaweza kusoma mstari mmoja mstari wa 2 na 7. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Unisafishe kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Unioshe, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Amen. Daudi hapa nafikiri tunajua wote ni sala ya toba. Anatubu kwa yale ambayo ameyafanya. Anatambua kwamba kweli kuna maeneo hajafanya vizuri. Moyo wake umechafuka, maisha yake yamechafuka, nafsi yake inaharibikiwa, lakini ninachompenda ni kwamba amegundua kosa lake. Amegundua kwamba amejichanganya na maisha ambayo sio masafi. Maisha yake yamechafuka ndani yake. Akasema kwamba unioshe kabisa na uovu wangu. Kwa hiyo anatambua uovu alionao, uovu aliofanya. Akachukua hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Akachukua hatua ya kumwomba Mungu, "Aba Mungu, unioshe uovu wangu. Lakini pia unisafishe, unitakase dhambi zangu." Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Bado Mungu ana nafasi katika maisha yetu. Ana nafasi, anatupa nafasi. Anatupa nafasi ya kutafakari. Anatupa nafasi ya kujirekebisha. Anatupa nafasi ya kuona kama kuna sehemu gani tumekwama, kuna mitego gani ambayo tumeingia ambayo haihusiani kabisa na Mungu. Kuna mitego ambayo tumeingia ambayo sio sawa. Mungu anatamani atusafishe. Anatamani kututakasa. Je, tunaomba Mungu mioyo yetu atukague. Usichafishe kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Kwa hiyo anajua kabisa Mungu akimsafisha atakuwa safi. Sio yeye tu kwa maneno yake akisafisha kujisema wewe unasema, lakini Mungu anajua. Mungu anajua, Mungu anajua naomba msamaha. Mungu anajua naomba msamaha. Ni kweli. Mungu anajua. Lazima uchukue nafasi kwamba Mungu akusamehe, akusafishe. Unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Kwa hiyo Mungu anapoingilia kati kutusafisha maisha yetu, kutuosha dhambi zetu, tunakuwa safi kweli kweli. Na tukishakuwa safi kweli kweli, hatuna haja tena ya kurudia matapishi, ya kurudia kule ambapo tulikuwepo. Kwa sababu sisi tunatamani kuona kwamba tunaendelea katika utakatifu. Viwango vyetu vya utakatifu vikikua, kama leo ni mtakatifu, kesho ni mtakatifu zaidi. Biblia inasema kwamba mtakatifu azidi kuwa mtakatifu, sio? Na mchafu azidi kuwa mchafu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo sisi watakatifu tuendelee kuwa watakatifu nyakati zote. Tuendelee kuwa watakatifu katika maisha yetu. Tuendelee kujitakasa, tuendelee kuwa safi, kuweka maeneo yetu, mazingira yetu yale mazingira ambayo yanavutia Mungu, yanavutia uwekezaji wa Mungu ndani yetu. Yanavutia Mungu awekeze vitu ndani yetu. Yanavutia Mungu afanye vitu katika maisha yetu. Kama tulivyoona katika kitabu cha Yoshua ya kwamba Mungu Yoshua anaambia wana Mungu kwamba waambie wana wa Israeli wajitakase kwa sababu kesho Bwana atatenda kitu katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, tunatamani Mungu afanye kitu katika maisha yetu? Tunatamani Mungu afanye kitu katika familia zetu. Je, tunatamani Mungu afanye kitu katika kanisa hapa tulipo? Tunatamani Mungu afanye kitu ambacho sio cha kawaida, cha ajabu. Tunatamani kujitakasa kwa pamoja kama kanisa. Tuseme katika utakatifu. Mungu anahitaji utakatifu wako. Vazi lako la utakatifu liwe katika maisha yetu. Nyakati zote, wakati wote, iwe ni asubuhi, iwe katika majaribu, iwe katika taabu, iwe katika raha.
nyakati zote tuimbe utakatifu. Tukiwepo maofisini kwetu, katika biashara zetu, kwenye mitumba, biashara zetu, kule tunapouza samaki, kule tunapouza vitumbua, kule tunafanya kote tunapokuwepo, utakatifu, viwango vya utakatifu vizidi kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni jukumu lako, ni jukumu langu kukagua kama je, natamani kweli Mungu anitumie. Natamani viwango vya roho viongezeke. Je, ninafanya jitihada gani? Tunasema kwamba lazima Mungu umpe nafasi. Umpe nafasi Mungu. Tume Mungu nafasi. Tume Mungu nafasi. Yeye anatukagua, anatuchunguza. Tunasema moyo wangu uwe wazi. Moyo wangu uwe wazi kwa Mungu. Mungu atoe vitu baadhi ya vitu ambavyo viko sawa. Kuna matope. Kuna uchafu fulani ambao upo. Mungu aondoe. Kuna vitu ambavyo haviko sawa ndani yako, aondoe. Akilini mwako, aondoe. Kama kuna kila wakati unawaza vitu fulani ambavyo haviko sawa, mwambie Mungu, natamani hili jambo liondoke. Hayo mambo yaondoke katika maisha yangu. Natamani kuwa mtakatifu. Na uwezi kuwa mtakatifu mwenyewe, huwezi kujifanya kuwa mtakatifu. Mungu mwenyewe lazima aingilie kati. Bwana Yesu asifiwe sana. Weke wazi kwa Mungu. Itoe kwa Mungu. Toa maisha kwa Mungu. Yeye atatusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utakatifu ni requirement, ni hitaji letu watu tuliokoka. Utakatifu ukiongea kwa watu duniani hawakujui vizuri. Sio? Inawezekana wanatamka sawa, lakini wanatamka katika maneno yao, lakini hawaishi utakatifu. Kwa hiyo utakatifu kwa sisi tuliokoka ni hitaji letu, ni hitaji langu la lazima, ili Mungu awe katikati ya maisha yangu. Haleluya. Ili Mungu aishi ndani yangu, ili Mungu ashushe nguvu yake katika maisha yetu, ashushe neema zake, ashushe uwezo wake. Tumekuwa Baba anasema msitoke hapa mjini mpaka mtakapovishwa nini? Uwezo utokao juu. Kwa hiyo pale kwa amekaa pale, sio mkaje ndani. Nafikiri sio alikaa tu, lakini alikuwa anajitakasa, kujichunguza katika maisha yake. Kwa Mungu nisaidie. Kuna vitu gani ambavyo viko sawa katika maisha yangu? Mungu nitakase. Kwa hiyo wakati wanaenda kujitafakari na kujitakasa, Mungu alishusha nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kwamba watu wale sema wakati wakiwa naomba Mungu, bali walipatikisha na nguvu ya Mungu ikishuka ndani yako. Mungu anatikisa. Kama kuna mizizi ambayo imekaa ndani yako, mizizi ya zinaa, mizizi ya uchafu mbalimbali, mizizi ambayo inafanya kila wakati mkosee Mungu, inaondoka. Nguvu ya Mungu ikishuka ndani yako, hiyo vitu vitaondoka, haviwezi kukaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni jukumu lako, ni jukumu langu. Kwenye hii hatua ya kwanza kabisa kuelekea nguvu ya Mungu, kuelekea upako wa kimungu, ni utakatifu. Hatuwezi kupokea utakatifu halisi wa kimungu kama maisha yetu ni machafu. Tutapokea utakatifu feki, tutapokea upako feki, tutapokea nguvu feki. Maana zipo ngine zazi zinamuliwa, zinafuata mpaka wapi? Zipo, lakini hizo ni feki. Lakini nguvu halisi za kimungu na upako halisi wa kimungu unatokana na utakatifu ambao